Karibu sana ndani ya media yetu, muda wetu wa saa 5 ndani kuwapasha habari zetu ndani ya Bukavu TV. Endelea kutufuatilia mara kwa mara ndani ya channel yetu ya YouTube Bukavu TV. Ama ni mara yako ya kwanza kukuwa unatufuatilia, ama ni mara ya kwanza umetuona, inabidi uendelee kusubscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikia mara kwa moja, uko tayari kutusikiliza kila mara kwa mara. Na kwa kweli katika taarifa zetu tuko nazo leo, mchana wa leo itabidi tuwatangazie leo tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika eneo popote kwenye uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama nchi kigeni, huko tunakuja kuwapasha habari zinaendelea katika harakati za ulimwengu. Na mbele ya kuzungumza mengi sana, nashukuru zaidi mashabiki zangu kuwa pamoja na mimi kila mara daima na kuendelea kutushikilia ndani ya media Bukavu TV, kwa sababu tukiwa katika mara kwa mara tunakuwa pamoja na nyinyi, tunajua tunapata kitu inaitwa energy, tunapata nguvu za kuja kuwapasha habari ya uhakika, kwa sababu tukiwa na nyinyi mnaendelea kutusapoti, nyinyi mashabiki, itanipea mimi moyo na itanipea mimi nguvu la kufanya kazi ama la kuendelea kuwatafutia habari kila mahali popote kunaendelea kuwa mvuguvugo ama shida, nitaendelea kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na nitakuja kuwatangazia habari zinaendelea kupatikana katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nije kuwatangazia habari hizi ama nije kuwapasha habari hizi, na kuuliza wewe unavyonisikiliza kwa sasa, umesha kufanya subscribe, like, comment ama haujajiabone? Kama haujasubscribe, tafadhali jitahidi kwa kusubscribe hapo, kwa sababu ukishafanya subscribe tayari itakuwa rahisi zaidi kila mara kuwa unatufuatilia kila muda wote, tukiwapea habari ya asubuhi ya saa 1, habari ya saa 5 ya mchana na habari ya jioni saa 12. Na kama leo ni mara ya kwanza, na kuambia tafadhali, tumefungua group ya WhatsApp ya group member ya watu wote. Muingie kwenye description hapo, utaona group ya WhatsApp hapo, jiajute hapo ndani, itakupeleka kwenye WhatsApp ili tukue tunaongea mengi ya kutosha katika WhatsApp yetu. Utaiona hapo kwenye description ya YouTube, ama sio? Na tukienda kuwapasha habari zetu sasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia, ama twende tufungue kurasa zetu. Kwenye kurasa nakuja kuwafungulia kurasa, yani inaitwa kurasa, nakuja kuwaletea mambo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwanza natakuja kuwapeleka hapo Katanga, tayari groupe arme, wale waasi wale wamejitangaza, wamejitokeleza katika eneo ya huko Katanga, tayari inaitwa tayari groupe arme mouvement de Batanga pour Liberation du Congo. Kwa sasa wamechukua eneo wamesha kuchukua eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kwa sasa wamesha kuchukua kijiji wamechukua kijiji chenye tafadhali kidogo, wameisha kuchukua kijiji cha hapo Katanga kwa sasa. Na mapambano ya hawa na jeshi ama tuseme hawa wanajeshi wanaendelea kupambana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wameisha kuchukua eneo inaitwa Mitwaba. Wamechukua eneo inaitwa Mitwaba tayari. Hii ni eneo ni kubwa sana katika Katanga. Kumbuka hii ni eneo kuna wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hao wanajeshi wamechukua mpaka kambi, wakapiga kambi ya wanajeshi hapo tayari, na wamechukua vikosi ama silaha kubwa zaidi mno, mpaka serikali iliwapatia masaa 28. Ilikuwa jana tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media mara kwa mara, nawaambia hii kila mara ukiwa pamoja na mimi naendelea kuwapasha inaendelea katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii groupe armée de mouvement na de Liberation du Congo wanasema hao hawataki kusikilizana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanataka kufanya upinduzi ama kufanya nini, kubadilisha au tuseme kama wao ni kama wanajeshi wa M23 nawa. Na tutakuja kuwapatia habari lingine lilivyotokea katika eneo ya Fizi, na kwa kweli ni story ama ni vitu vinapea watu kwa kweli wasiwasi zaidi. Kuna monima imejengwa katika centre ya Fizi, mpaka imeleta confusion kwa watu wengi zaidi. Watu jana tarehe 9 walisherekea hapo, na katika monima hili
sio picha ya mtu yoyote, ni picha linawekwa hapo kwa sababu ya comment vous avez travaillé ya wafanyakazi. Lakini katika maswali mengi yanayoongeleka, ni maswali mengi inaendelea kuweka watu mzito, kwa sababu nikija kuwapasha habari, kwanza nataka kwanza tumsikilize, na tutakuja kuwapasha habari za kutokea huko Masisi na Kalemi na Butembo na sehemu ya Bunya na Kindu na huko Lubumbashi. Kumbuka wahasi M23 wana mpangilio ama hawa le mouvement de libération pour du Congo, nao wana mpango ya kuingia katika eneo ya Lubumbashi. Na sasa kumbuka, Lubumbashi kisha kushikwa na wahasi, itakuwa tayari Kongo ile miji mikubwa inaanza kushikwa, yani inaanza kwenda punguka kabisa. Na kabla nikuje kuwaeleza, nataka kwanza tusikilize ndugu yangu kutokea hapo ndani ya territoire ama ndani ya centre ya Fizi, mtu wangu wa maana sana, endelea kunipasha habari kusema alikuwa katika harakati hiyo. Kuna mengi tunataka kuongea naye sana hapa bwana kiongozi, kwa sababu tumesikia tayari, kwa sababu ya hiyo monument imejengwa katika eneo hili la hapa Centreville ya Fizi. Ili monument ama kiongozi huyu nia yake ni nini? Kwa sababu gani walijenga hii monument? Kwa kweli paka watu wengi wamesherekea, paka wakahaji. Kuna maswali mengi waliongea tangu jana tarehe 9, na kwa sababu ilifunguliwa hapo ndani, na tumesikia tayari ili monument ni kwa sababu ya kufanya kazi ya watu bila kuangalia ukabila yoyote, bila kuangalia huyu, kuangalia kabila, yani tuseme kama ni umoja imekuwa katika ndani ya hapo Fizi. Hebu unaweza kuelezea watu wetu wanaenda kufuatilia katika muda wetu wa saa 5 na dakika 30. Hebu tueleze kidogo kwa machache hapo. Asante mtangazaji. Sisi shirika la raia, itakuwa ni muhimu sana, tafadhali tueleze. Asante ndugu mtangazaji. Sisi shirika la raia huku machozi ya raia tarafani Fizi, tunaonyesha kuhusu jengwa wa monument Urongwe ya Centre Commercial ya Fizi, ambapo eneo inaitwa Centre Commercial. Ndio kulingana na habari zinazozagaa kwenye mtandao, ni vizuri watoto wa Fizi kuyaongelea, sio mbaya, lakini na pasha tupate maneno ya yule kisha aliyoongea sana. Ndio ndugu mtangazaji, kama vile shirika la raia, mimi ni kiongozi wa shirika la raia tawi la Fizi machozi ya raia. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye huu, niliona siwezi nikakosa bibi nikionea na macho yangu na nisikie yale ambayo yatakayo yasemekana ndani ya ile msimulizi. Na kwa kulingana kwa masemi aliyoongea administrator wa tarafa letu la Fizi, Sami Karonji Batibanga, aliyoyaongelea, aliyasema kwamba sura ipatikanayo pale sio sura ya yoyote, bali aliwahi kuambia yule atakayetengeneza yule monument aangalie hiyo peke yake kwa ndani, yote yule atakayotia pale, ili aonekane kwamba ni sura ya mtu, bali sionekane sura ya mtu yoyote, kwa sababu malengo yake sio ya kuonyesha atie mtu fulani, hapana. Yani ndio administrateur wa tarafa Fizi aliyoyaongelea, bali akipenda aonyeshe kwenye ule mtu atakayejua pale ashike nini, ashike pike mkononi, ashike tuwebe mkononi, na avae vitu vya kuonyesha yeye mtu wa kazi, na ndani ya ile begi muwe vyombo vya kazi kama vile metre, muwe kama vile chombo chenye tunaita marto, na vinginevyo kama vile miguu zote zionyeshe zikuwe mule ndani. Hiyo itaonyesha malengo ya ile monument ambapo aliyotia pale. Na kwa masemi ya mkuu wa tarafa la Fizi, na hapo kama kiongozi huyu visa alivyoongea, kwa sababu ya kuonesha tayari usaidizi ama ujenzi, na ili watu wafanye kazi, na lengo lake ni nini hapo? Kuna mambo ya ukabila ama vipi? Kwa sababu eleza kila kitu jinsi alivyozungumza jana tarehe 9 kwenye hapo katika ndani ya Centreville ya wapo Fizi. Na kwa sababu gani? Nia yake ni gani? Ama ni kwa sababu gani
ilisababisha aeke kitu. Kama hajaweka salamu ya mtu yoyote, ameweka kitu kenye hata ule mwenyewe alivyopiga design huyo ni kwanza yeye ndio alipewa masharti asiweke sura ya mtu anayojulikana. Na nia ni nini bwana kiongozi hapo? Kwa sababu watu wengi wanataka kusikiliza. Kupitia Monyima ile sio kuangalia sura ya mtu yule, hapana, bali kupitia Monyima ile inaonyesha kwamba ni kupitia kazi au kutumika kazi si wakaaji wa Fizi. Ndio shabaha ya ile Monyima, kupitia kazi au kutumika kazi sisi wakaaji wa Fizi. Na akatoa mfano wake ya kuonyesha Wabembe, Wabuyu, Wajoba, Wafuliru, Wanyindu pamoja na makabila mengine wanaoishi ndani ya tarafa la Fizi. Akaonyesha kwamba tujenge tarafa la Fizi. Ile Monyima alipenda kuyaonyesha kwamba ni nini ile Monyima, ule mtu anaovalia vile vitu sura ya mtu yeyote yule, bali ni kitu chenye kinapenda kionyeshe pale tujenge tarafa letu la Fizi bila ubaguzi wa sisi wapatikanao ndani ya Fizi. Hayo ndio ilikuwa shabaha ya Monyima kujengwa pale, au ndio shabaha ya Monyima kujengwa pale, tujenge Fizi yetu bila ubaguzi wa sisi wapatikanao ndani ya tarafa letu la Fizi. Na hapo kidogo hapo, na kama alivyozungumza kusema hakuna ukabila hapo, yaani unataka kuniambia kwa sasa tribalism ime katika plateau hapo ndani ya hapo Fizi, mambo ya ukabila hamna saizi. Na kwa kweli katika Monyima hili, katika sanamu hili, najua nilitumia karibu gharama nyingi ya kifedha, na kuna wetu hiyo gharama nyingi zaidi haiwezi kuwa kabisa ni propaganda ama ni kuonyesha tayari ako kazi, na kuna watu wengine wanaendelea kuteseka na maisha mbaya, hawapate chakula, watoto kukosa pesa za shule, ama msaada kusaidia wale waliobomolewa manyumba katika uwanja wa vita. Na lengo kama nyinyi, lengo katika maswali aliulizwa, hakuna mahali aliulizwa, kwa sababu kama kitu hii najua imetumia gharama ya fedha nyingi zaidi, na sio kuonesha kama anaweza kutajiri kupata ili ikifika hatua nyingine achaguliwe, kama tena anaweza kuendelea kuchaguliwa hapo, ama vipi, ama muonekano, ama kujipendekeza, ama ni aliona hii kitu ya ukabila inabidi inaweza kumalizika, kwa sababu watu wakipambana kwa kazi nchi itajengwa, kwa sababu watu bila kufanya kazi nchi haiwezi kujengwa, nchi itarudi nyuma, ama sio? Hebu tueleze hapo kunaendelea vipi? Masemi yake kwa tarafa letu la Fizi, wana journalist ndio tunapenda kwa kiato, na kupitia Monyima kama vile anavyo kia kwenye roho yake. Sisi kama vile shirika la raia kuvuga machozi ya raia, tunaomba ukweli, mfano wa ujenzi uonekane, siwe mfano wa kutolewa, bali mfano wa kutenda haki ya ujenzi. Hayo tunayafurahia sana, kwa sababu tuna haja ya yetu ipate kuwa na maendeleo, ipate kujengwa, ipate kuonekana baadhi ya mataifa zingine, isisaulike au asisahau tena nyuma. Hayo na sisi tunaweza tukayafurahia, hali ya siku ya kuonyesha Monyima ili tena ujengaji wa tarafa ukosekane, na sisi haya tuwezi tukayafurahia. Na sisi kama vile Monyima alivyosema tujenge tarafa letu, kama ni vizuri tutakavyojenga tarafa letu, na sisi pale tunasema ni furaha tena. Kama ni Monyima ya kujionyesha vingine bila kujenga tarafa, na sisi hiyo mawazo hatutayafurahia. Asante sana. Munasikia ndugu yangu vitu anavyozungumza hapa, anasema tayari kama Monyima hili limejengwa, lakini ndani ya tarafa ama uko eneo ya Fizi hakujengwe. Hii itakuwa ni kazi bure muno kabisa, kwa sababu hakuna haja ya kuweka kitu katika centre ville, yani ya kuonesha katika mji hulu, kuonesha kama hii ni ujenzi ama kuna maendeleo. Kwa sababu gani?
hauwezi kutengeneza kitu kimoja ujipate manyumba, barabara, njia, hakuna usafi. Yani watu wakiingia wanaona mahali pamoja ni kuzuri, kwingine ni kuchafu. Na kwa kweli kama ameamua kiongozi huyu kujenga katika hiyo monumenti, itabidi hakikishe kweli katika eneo hili limetengenezwa vizuri mno, kwa sababu ni wapambanaji wa kazi, kwa sababu monumenti hili linamaanisha kama ni kazi inakuja kutengeneka mahali hii. Kwa kweli ni ya muhimu zaidi, maendeleo ni ya muhimu zaidi katika sehemu popote, lakini katika umoja ninapea watu nguvu zaidi. Kwa sababu gani? Ukabila ikikuwa katika upande moja, kutegemea ama kuelekeza upande moja, hakuna maendeleo inaweza kuwa mahali popote. Maendeleo haikuna kabisa, kwa sababu moja watapendelea wengine warudi nyuma. Na jinsi unavyonisikiliza katika ndawapeleka katika milima ya Minembwe, mapambano inaendelea kabisa muno, na nitakuja kuwapeleka katika sehemu ya huko Masisi, na kwa sasa mapambano sio zaidi. Na katika taarifa yetu tutakuja kuwapasha habari muda wetu wa saa 12. Ili ilikuwa machache katika media yetu ya leo, kwa sababu watu wanaendelea kunisikiliza mara kwa mara, na kama mahali ninapozungumza mnanisikiliza vizuri, endelea kufanya comment hapo ndani na fanya subscribe, kwa sababu kipindi chetu kikufikia mara kwa moja uwe tayari kutusikiliza. Na kwa kweli tunashukuru zaidi. Kwa sasa hapa kwenye tuko, mvua inaendelea kuwa nyingi zaidi, ndio maana najiona niko kwenye balcony naendelea kuwapasha habari. Nasema siweze kosa kuwapea habari yetu ya mchana. Upende usipopenda, habari itabidi ifike, ama sio? Mashabiki zangu, Mungu ndiye kuwabariki na watakie na mchana mwema na muwe na usikilivu mwema. Tukuje kupatana muda wetu wa saa 12 na dakika 20 ndani ya media Bukavu TV, habari zetu za jioni. Mahali ya uwanja mapambano nitakuja kuwapasha leo muda wetu wa saa 12. Lakini ukabila iwachwe. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukabila ndio nyingi kuliko upendo. Na kitu moja naambia tu, ukabila ikimalizika upendo utaingia. Hakuwezi kuwa upendo na ukabila ungali. Na wakaaji ndio wanaleta upendo, raia ndio wanaleta upendo, na hao ndio wanafanya nini? Wanaleta ukabila. Ndio maana sasa raia wakileta upendo wanaacha ukabila. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itaongoza vizuri sana mno, mpaka kila mtu anatembea masaa 28. Lakini kama ukabila ngaliki, watu watatembea masaa machache tu, kila mara wasiwasi ya vita, ama sio? Hakuna nchi itajengwa, hakuna jeshi litachukua ama usaidizi wote zitaweza kuja kukomboa nchi ya Kongo bila wenyewe ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakongomani kwa wenyewe ndio watajenga nchi, na hao ndio wataacha vita. Lakini hata serikali toke nchi gani, mavitu toke nchi gani, kama tayari ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hatuko umoja, wakongomani sio wamoja, hakuna chochote kitaweza kubadilika. Hii ni media Bukavu TV, endelea kutufuatilia mara kwa mara. Tutawaletea habari ya uhakika na habari ya usalama, ama sio? Asante sana, utakia mchana mwema na tuje kupatana muda wetu wa saa 12.